Haleluya, watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninakuletea somo hili muhimu sana ambalo lina mfululizo wa sehemu kadhaa. Tutakuwa na sehemu ya kwanza, tutakuwa na sehemu ya pili na kuendelea. Ni somo linaloitwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Yes, nimeahidi mara kadhaa ya kwamba nitafundisha siri za hili somo, kwa sababu kama watoto wa Mungu, moja ya masomo ya msingi sana ambalo tunatakiwa kulijua vizuri kwa undani sana ni somo la nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Ujue kwa undani na pia ujue jinsi ambavyo unaweza ukatumia nguvu ya damu ya Yesu Kristo kwa usalama maisha yako, lakini pia kwenye maombi yako ya kila siku. Haleluya. Nakuletea somo hili ikiwa ni mwezi wa 12, na wakati mwezi unaanza niliwaambia wale ambao mnanifuatilia ya kwamba huu mwezi kuna mambo matatu ambayo ni ya msingi sana ya kushughulika nayo. Namba moja ni mwezi wa kufunga na kuomba. Mwezi wa kufunga na kuomba. Na ndio maana tupo kwenye maombi ya siku 21 kwenye magrupu ya WhatsApp, kwenye huduma zote ambazo naziendesha. Amen. Tuko na ratiba maombi kwa sababu ni mwezi wa kufunga na kuomba. Haleluya. Bible nasema ni ile mwisho mzuri kuliko mwanzo. Amen. Lakini namba 2 nisema ni mwezi wa sacrifice, ni mwezi wa sadaka. Haleluya. Huu ni mwezi ambao madhabahu za giza zinaamshwa sana kwa kafara. Yes, madhabahu za mizimu kwenye family, kwenye koo, madhabahu za uchawi, madhabahu za uganga, madhabahu za kuzimu zinaamshwa sana kwa kafara. Ni mwezi ambao kafara zinatolewa sana. Kwa ni mwezi ambao wana wa Mungu watakuwa alert kwenye mwengo wa roho kuachilia sadaka sana mwezi huu. Alright. Lakini namba 3 nisema ni mwezi wa damu. It's a month of blood. Ni mwezi wa damu. Kwa sababu huu ni mwezi ambao damu zinamwagika kuamsha madhabahu. Lakini pia vile ni mwezi ambao kwa sababu sisi tumepewa nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Kwa ni mwezi ambao kama wana wa Mungu tunatakiwa kutumia damu ya Yesu sana na kuomba nguvu ya damu ya Yesu sana. Sasa mara nyingi nasema imani inakuja kwa kusikia. Warumi 10:17. Imani huja kwa kusikia. Kama hauna ufahamu wa undani sana kuhusu nguvu ya damu ya Yesu, vile huwezi kuwa na imani sana kuhusu damu ya Yesu. Amen. Narudia tena, kama hauna ufahamu wa kutosha, hauwezi kuwa na imani ya kutosha. Yes. Kwa hiyo maarifa ya kutosha au ufahamu wa kutosha unakuletea imani ya kutosha. Na unapokuwa na imani ya kutosha kwenye eneo la nguvu ya damu ya Yesu, kwa mfano, utakuwa na imani kubwa kwenye hilo eneo na itakuletea matokeo makubwa sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Moja somo msingi sana, usiache kunifuatilia. Kitabu cha Ufunuo, nianze hapo. Kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 hadi wa 10. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 9 hadi wa 10. Naomba nianze hapo leo kwa sababu ni siku ya kwanza. Nitaweka ufafanuzi fulani na msingi fulani wa hili somo, ili wewe unayenifuatilia sasa utajua tunatokea wapi na tunaelekea wapi, na ni kwa namna gani utajifunza nini katika mfululizo wa somo hili. Haleluya. Yes. Ufunuo sura 5 sura 9 hadi wa 10. Amen. Anasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa. Noti hiyo ulichinjwa, noti hiyo neno ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Noti hilo neno ukamnunulia Mungu watu kwa damu yako. Watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa ukawafanya kuwa ufalme na makuhani, nao wanamiliki juu ya nchi. Haleluya. Kwenye hii mistari ambayo nimesoma ya msingi sana, utaona mambo mawili ya muhimu ambayo nataka niongee leo. Jambo la kwanza, anasema ulichinjwa, anaongelea kuchinjwa. Yes, neno kuchinjwa hapa anaongelea kwa namna nyingine kafara. Kafara. Au fidia, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Marko sura ya 10 mstari 45. Yesu akasema, mwana wa Adamu amekuja atoe nafsi yake iwe fidia ya wewe. Atoe nafsi yake iwe fidia ya wewe.
So inapoongelea kuchinjwa, anaongelea sacrifice. Yes, kafara. Kwa Yesu ametolewa kama sacrifice, kama kafara kwenye msalaba kwa ajili ya fidia ya watu wengine wapate kwa huru na wapate kwa salama, ikiwemo mimi na wewe hapo. Kwa hiyo angalia, ni jambo la ajabu kidogo, na jitahidi kunifuatilia kwa sababu watu wengi sana wa giza wanajua. Yes, wanafanya sana haya mambo, kutoa kafara. Mtu anaweza kana watoto 10 akaamua atoe kafara mtu mmoja ili shetani ampe utajiri, na akisema bora hata mmoja afe, wengine waendelee kuwa nini? Waendelee kuwa salama, wafanikiwe. Amen. Haleluya. Na hata Kayafa alitoa mfano akasema, yambidi mtu mmoja kufa kwa ajili ya taifa. Unaona mambo. Kwa hiyo tunasema kafara au kuchinjwa, tunaongelea ni mtu mwenye thamani ya kutolewa kwa ajili ya wengine, uhuru wa watu wengine, furaha ya watu wengine, mafanikio ya watu wengine, utajiri wa watu wengine. Sasa Yesu alitolewa kama kafara kwenye msalaba, alichinjwa. Ile ilikuwa ni sadaka, ili ile sadaka ya mwili wake iwe fidia. Tunapokelea fidia, angalia, nifuatie vizuri. Tunapokelea fidia, angalia. Kwa mfano, ushe kuona mtu labda amekamatwa mahali, amefungwa mahali na ana kutolewa dhamana. Kuna kitu lazima waweke kwa ajili ya uhuru wa mtu mwingine. Ni kama dhamana au fidia. Of course dhamana haitoshi kuelezea habari ya kafara ambayo Yesu alitoa, lakini angalau unaweza kutumia hiyo neno. Amen. Fidia, yani kwamba ili huyo mtu awe huru lazima mwingine atolewe, au ili hawa watu wawe huru lazima mwingine atolewe, mwenye thamani ya watu wote hao. Tuzo sawa? Fidia au dhamana. Za Yesu anasema alitoa nafsi yake, alitoa mwili wake uwe fidia kwa ajili yangu mimi na wewe. Sasa ukiangalia, nataka uelewe mambo na uyaamini, kwa sababu ukiona wokovu ulio nao haukutokea kwa bahati, haukutokea kama ajali. Kuna gharama ilitolewa. Ukiona amani ulio nayo, furaha ulio nayo, nguvu ulizo nazo, uhai ulio nao, ni kwa sababu uligharamiwa na mauti au kafara ya mtu ambaye anaitwa Yesu Kristo. Amen. Kwa nataka ujue haya mambo, kwa utaona mambo. Hata watu ambao wana kuzimu, wanatafuta utajiri na hivi wataambiwa toa kafara. Lazima utoe kafara, mama yako, baba yako, nani, ili tu awe fidia ya utajiri unaotaka. Lakini sisi wana wa Mungu tayari kwa ajili ya upendo wa hali ya juu, Yesu Kristo alikushatolewa kama kafara ya maisha yetu. Kwa ukianza kuamini hivi, angalia, utatembea kwa ujasiri maisha yako yote, kwa sababu unajua hivi ninavyoishi, wokovu nilio nao, furaha nilio nao, amani nilio nayo, uhai ulio nao, kuna mwanaume mmoja amelipia. Amelipia ili mimi niwe hivi. Amelipia ili niwe na wokovu nilio nao. Amelipia niwe na amani. Amelipia niwe na furaha. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya ya kwamba yeye alichukua masikitiko yetu, alichukua udhaifu wetu, alichukua magonjwa yetu. Haleluya. Kwa sababu alifanyika kama mwana kondoo kuchinjwa wa kafara, ili wewe na mimi tuwe salama. Kwa nini naongea habari ya kafara? Kwa sababu ni lazima ujue kwamba kabla ya damu kumwagika, Yesu alichinjwa kama sadaka. Sasa unapojua kuna mtu amejitoa kwa ajili yako, kuna somo moja nilifundisha naitwa Life Exchange, ya kwamba Yesu alibadilishana maisha na sisi. Alikufa ili tusife, aliteswa tusiteseke. Amen. Alikataliwa tusikataliwe. Haleluya. Haleluya. Alichoka ili tusichoke, aliumizwa tusiumizwe. Tuko sawa? Aliishi maisha yetu ili tuishi maisha yake. Kiangalia hapo YouTube utaona ile somo la Life Exchange. Kwa Yesu alijitoa sadaka kwenye msalaba ili kwa ajili ya uhuru wangu mimi na wewe.
Kwa tukianza kuamini katika sadaka iliyotolewa, kafara iliyotolewa, tutakuwa na ujasiri kuombea shetani nyamaza. Kuna gharama ilitolewa mimi kuwa hivi ndivyo na sasa hivi. Haleluya. Lakini jambo la pili nataka uone kwa nini Yesu aende mbali kutoa sadaka, kutoa kafara ya mwili wake. Kwa nini ilibidi kufanya hivyo ili kwa ajili ya uhai wako wewe na mimi? Kwa nini ilibidi kuwafanya hivyo? Kwa nini? Kwa ajili ya uhuru wangu mimi na wewe. Na mstari wa 9 anaendelea anasema, kwa damu yake akamnunulia Mungu watu, kila kabila, lugha, jamaa na taifa. Tuko sawa? Rangi. Kwa hiyo Yesu alimwaga damu yake baada ya kuchinjwa kama kafara. Na baada ile damu ilipomwagika, Yesu akatumia ile damu kama purchasing power. Purchasing power. Nguvu ya kununua watu. Haleluya. Ile vizuri hapo. Yesu alitumia damu yake. Angalia, watu wanatumiaga fedha kununua vitu. Watu zamani zile kabla ya fedha kulikuwa na barter trade, nafikiri kitu kama hicho, ambayo ni unabadilishana, unaleta sukari na nakupa unga, unaleta kile nakupa kile, unaleta ng'ombe nakupa shamba, kwa sababu kulikuwa hamna fedha. Haleluya. Lakini siku zote, miaka yote, watu hununua vitu kwa kutumia kuna purchasing, kuna vitu ambavyo watu wanatumia kununua vitu vingine. Amen. Lakini nini kinaweza kununua maisha ya mtu? Haleluya. Nini kinaweza kununua uhai wa mtu? Nini kinaweza kununua afya ya mtu? Nini kinachoweza kununua amani ya mtu? Nini kinaweza kununua usalama wa mtu? Ili ni swali ambalo halikujibiwa kwa miaka na miaka, kwa sababu angalia, shetani alikuwa na utawala juu ya watu. Na kwa sababu utawala huu alikabidhiwa kihalali na Adamu bustanini bila yeye kujua. Mungu alimwamini Adamu, akampa umiliki, ubaba juu ya wanadamu. Na Adamu akamilikisha Ibilisi kwa udanganyifu. Tuko sawa? Kwa Ibilisi akawa na mamlaka juu ya watu. Anaweza kuua anavyotaka, kupiga anavyotaka, kuharibu anavyotaka, kuchinja anavyotaka, piga magonjwa anavyotaka, buruza anavyotaka. Haleluya. Mpaka Yesu alipokuja. Tuko sawa? Sasa nisikilize. Yesu alipokuja, ilimbidi kutoa thamani inayofaa kununua watu, kwa sababu fedha isingefaa, mali isingefaa kununua uhai wa watu kutoka kwenye mikono ya Lucifer, kununua maisha ya watu, maisha yangu, maisha yako. Hakuna thamani ambayo ingefaa kununua maisha yako. Unajua, napokufundisha nataka ujue kwamba maisha yako yamenunuliwa. Haleluya. Kihalali kabisa. Uhai wako umenunuliwa. Hatima yako imenunuliwa. Wewe mwenyewe umenunuliwa, umefanyika kuwa mali halali ya Mungu. Biblia inasema, sasa nimesoma, Yesu alitumia damu yake kama purchasing power kununua watu kwa ajili ya Mungu. Watu kwa ajili ya Mungu. Watu kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Anawanunua kutoka wapi? Kwenye mikono ya Lucifer, ambaye alikuwa anamiliki kihalali. Kitabu cha Kolosai sura ya 1 mstari wa 13, Kolosai 1:13 anasema, naye alituokoa katika nguvu za giza. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ni wazi ya kwamba kabla wewe na mimi hatujaokoka, tulikuwa katika miliki halali ya kishetani. Tuko sawa? Kabla mimi na wewe hatujapokea neema ya wokovu, tulikuwa tunamilikiwa kihalali na shetani. Ndio maana Biblia inasema alipotuokoa alituhamisha. Alituokoa kutoka wapi? Kutoka katika nguvu za giza, mikono ya shetani, himaya ya shetani, ufalme wa shetani. Alitumia nini kutuokoa? Alitumia damu yake mwenyewe, akaitumia kutununua. Kwa nini atununue? Kwa sababu tulikuwa tunamilikiwa kihalali na shetani.
Kihalali kwa namna gani? Kwa sababu Adamu alimkabidhi shetani utawala. Mmenisikia vizuri eh? Mmenisikia vizuri? Kwa hiyo Mungu anakuja, anataka arejeshe utawala wa wanadamu kwenye mikono yake. Arejeshe uhai wa wanadamu kwenye mikono yake. Arejeshe maisha ya mwanadamu kwenye mikono yake. Inabidi atafute thamani inayofaa kuwa fidia kwa ajili ya maisha ya watu. Haleluya. Unasikia vizuri? Kwa hiyo nataka uelewe kwamba shetani hakuweza kushikilia. Na unavyosikia maneno haya, nataka uanze kuamini kuanzia leo ya kwamba wewe ni miliki halali ya Mungu, kwa sababu wewe umenunuliwa. Nataka uandike hapo, kama kuna notebook yako, andika mimi nimenunuliwa. Amen. Kama ni kwenye comment section, andika mimi nimenunuliwa kihalali, ninamilikiwa kihalali na Mungu. Haleluya. Kwa anasema Kolosai 1:13, napenda sana mstari, anasema alituokoa katika miliki ya giza, utawala wa giza, ufalme wa giza. Kwa tulikuwa kule. Kwa kama unanitazama sasa hivi na hujaokoka, wewe ni mali halali ya shetani. Yes. Kama hujampa Yesu maisha yako, maana yako umekataa damu isikununue. Kwa hiyo wewe bado uko kwenye himaya halali ya shetani. Anakumiliki anavyotaka, anakupiga anavyotaka, anakuvuruga anavyotaka. Sasa kwa wale wana wa Mungu ambaye umeokoka, kwa sababu ni jambo moja kuokoka, ni jambo jingine kuanza kujifunza kanuni za wokovu wako ili uanze kuishi katika maisha ya ushindi. Nachokufundisha sasa hivi ni kanuni. Kwa sababu unaweza ukawa, angalia, wewe umehamishwa. Na nataka ujisemee, mimi nimehamishwa, sio katika mikono ya shetani tena. Sipo katika mikono ya washirikina tena. Umehamishwa na Yesu alifanya kazi ya kukuhamisha miaka mingi iliyopita. Lakini angalia, kama hauna ufahamu huu, hauna imani hii, unaweza ukashangaa shetani bado anakupiga anavyotaka, anakuburuza anavyotaka. Haleluya. Anaharibu maisha yako anavyotaka, anakupiga na magonjwa anavyotaka, anakuletea matatizo anavyotaka, anakukaba anavyotaka, wachawi na kuburuza na kupiga. Lakini wewe ni mwana wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu umekataa kuamini kile kimetokea kwenye maisha yako. Na nakufundisha leo ili uanze kuamini kwa jina la Yesu Kristo. Wewe sio mali ya mashetani tena. Haleluya. Wewe sio mali ya kuzimu tena. Haleluya. Wewe sio mali ya shetani tena. Wewe ni mali halali ya Mungu. Umenunuliwa kihalali kabisa kutoka kwenye mikono ya Lucifer. So angalia, tulikuwa watumwa wa shetani. Unakumbuka ile biashara ya utumwa? Yes. Shetani alikuwa anatumiliki kihalali. Lakini nini kingefaa? Nakuja kwa nini kingefaa kulipia gharama ya uhai na maisha ya mtu? Ni damu ya Yesu peke yake. Ni damu ya Mungu peke yake. Haleluya. Kwa lazima ujue mimi siko katika himaya ya shetani. Nataka ujiseme, sema kwa jina la Yesu aliye hai, mimi siko kwenye himaya ya shetani tena. Mimi similikiwi na adui tena. Mimi similikiwi na mashetani tena. Mimi siishi kwenye ufalme wa giza tena. Sawa sawa na Kolosai sura ya 1 mstari 13, mimi nimehamishwa, ninaishi katika ufalme wa Mungu. Mimi ni miliki halali ya Mungu. Mimi ni mali halali ya Mungu, niliyenunuliwa kwa gharama ya damu ya Yesu. Mimi ni mali ya Mungu. Jisemee tena, shetani hauwezi kunigusa tena. Mimi sio wako. Hauwezi kunipiga na magonjwa tena. Hauwezi kuniletea matatizo tena. Uchawi hauwezi kuwa juu yangu tena. Vifungo sio sehemu yangu tena. Yesu amelipa gharama mimi niwe hai. Amelipa gharama niwe na maisha. Amelipa gharama niwe na uhai, niwe na afya, niwe na amani. Jiseme hivyo kila siku na shetani ataanza kukimbia maisha yako. Haleluya. So angalia kitu kimoja ambacho nataka niwaambie. Watu wengi wajui Yesu alipokufa msalabani, kuna mambo mawili yalitokea. Yesu alipokufa msalabani, kuna mwili na kuna roho. Ule mwili ndio ulikuwa kafara. Amen. Kwa nafikiri nimeanza kwa kuchinjwa, unaelewa? Kwa Yesu alichinjwa pale msalabani, akawa kama mwana kondoo wa sadaka wa kafara kwa ajili yako na mimi. Biblia nasema kitabu cha Petro, napenda sana mistari, naomba nisome kwa ajili yako.
Petro, waraka kwanza Petro sura ya 3, haleluya. Waraka kwanza Petro sura ya 3 mstari wa 18 na wa 19. Ngoja nikusomee mistari ya ajabu sana. Ya ajabu sana. Waraka kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 18 na 19. Wow, ndo tunaanza hivyo, nifuatilie. Nitakufundisha thamani ya damu ya Yesu Kristo, nitakufundisha upekee wake na namna ya kuitumia. Kwa nifuatilie kwenye masomo yanayofuata. Na ile unifuatilie vizuri, usiache kusubscribe kwenye hiyo channel ya YouTube ya Apostle Nelson Kalekezi. Subscribe hapo na bonyeza kwenye notification kwenye kengele ili uweze kupata masomo haya moja kwa moja. Hii ni series. Amen. Usiende kuangalia series za movies na nini, angalia series za masomo yataka kuacha ukiwa na imani thabiti na shetani akimbie maisha yako. Barikiwe sana. Waraka kwanza wa Petro sura ya 3 mstari 18 na 19, mistari ilinibariki sana miaka mingi iliyopita. Anasema, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki. Ndio maana ya fidia, kafara. Haleluya. Ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akauishwa. Haleluya. Kuna jambo la muhimu sana hapo. Amen. Sasa mwili wake alikufa, ikawa kafara kwenye msalaba. Roho yake ilihuishwa, ilikuwa hai, ikaenda mahali. Twende mstari 19. Ambayo kwa hiyo nini? Kwa hiyo roho iliyohuishwa, mwili ukabaki kama sadaka ya kuchinjwa. Roho yake kauhishwa, ikaenda wapi? Anasema kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja. Amen. Hata zile siku za Nuhu na safina, utasoma hapo utaona mambo ya ajabu sana. Kuna mambo mengi sikuongea sana kwenye mstari, lakini ndachukua point kadhaa, mengine nitaongea siku nyingine. Angalia, watu wengi wajui Yesu alipokuwa msalabani alikuwa kwenye serious battle. Ilikuwa ni vita isiyokuwa ya kawaida. Vita kati yake na shetani. Ndio maana Biblia inasema alipokufa, kilichokufa pale ulikuwa ni mwili wake. Roho yake ilitoka. Ilivyotoka ilielekea kuzimu, kifungoni, kuzimu. Ilimfuata shetani direct. Wakati akiwa ameshika damu, tayari ametoa thamani ya kununua watu. Oh, haleluya. Tayari Yesu alikuwa ametoa thamani ya kutosha kununua watu kutoka kwenye mikono ya Lucifer. Kwa hiyo akawa na ujasiri, roho yake ilitoka ikaenda kuzimu, kifungoni, nimekusomea hapo. Akaenda kumfuata shetani kwenye himaya yake. Biblia nasema alikaa kwenye moyo wa nchi kwa siku 3. Siku 3 amekaa kuzimu akishughulika na shetani. Alikuwa anapigana vita. Kwa unaona mwili wake ulikuwa pale msalabani, lakini roho yake iko vitani. Haleluya. Yesu alishuka kuzimu na damu. Haleluya. Ndio maana hakuna kitu shetani anaogopa kama damu ya Yesu. Nataka nikwambie ukweli. Hakuna kitu washirikina, wachawi, mapepo yanaogopa kama nguvu ya damu ya Yesu, kwa sababu hiyo ndio Yesu alienda nayo kuzimu kuwapiga. Wow, unanisikia Jose? Hiyo damu ndiyo nguvu, purchasing power, ndiyo nguvu ambayo Yesu alipokufa msalabani. Na kumbuka tayari damu ilikuwa imetoka, na wakati roho inatoka alichomwa mkuki kubavuni, alafu ikatoka maji na damu. Nisikilize, Yesu alishuka kuzimu akiwa na damu kwenye mikono yake. Anamwambia shetani, tayari nimekuja, nimetoa gharama ya kutosha kununua watu kwako. Kwa Biblia imesema, ukisoma kitabu cha Wakolosai sura ya 2, tafadhali nisome mstari haraka. Niunganishe hapo. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 10 na 4 na 15, mambo ya ajabu yako pale. Anasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwepo na wadui kwetu, akaiondoa isipo tena, akaigongomea msalabani. Baada ya hapo akaenda wapi? Akiisha kuzifua enzi na mamlaka na kuzifanya kwa mkogo na ujasiri, akizishangilia katika msalaba. Basi mstari 16, mtu asihukumu ninyi tena kabla da baraba sheria. Haleluya, 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 haleluya. Anasema Yesu ile hati ilikuwa inatenganisha na Mungu. Yesu alifutilia msalabani, akachukua damu yake, akashuka kuzimu, akaenda kupigana na Lucifer direct. Biblia inasema kulikuwa na vita kati ya Yesu na kuzimu. Enzi na mamlaka zilikuwa juu yake, na pambana nazo.
Na Biblia nasema Yesu akazishinda, akazivua enzi na mamlaka za kuzimu za mashetani. Alafu nasema akazishangilia kama mkogo. Biblia nasema kwa Kiingereza nasema aliziaibisha hadharani mbele ya watu. Public. Nisikilize, kulikuwa na vita wakati Yesu akiwa msalabani, mwili wake, roho yake ilikuwa vitani kwa siku 3. Anapigana vita, na hii vita ilikuwa ya kificho. Kule kuzimu ilikuwa ni vita ya wazi. Yaani kulikuwa na umati unashuhudia. Nisikilize, unapoona haya mapepo, mashetani, majini yanajua, haleluya, yanajua ya kwamba Yesu aliwashinda kwa nguvu ya damu. Kwa wanajua mwana yeyote wa Mungu akiamua kuamini kisawasawa na akawa na ufahamu sawasawa, hawezi kumshinda kabisa. Angalia, kwa sababu walikuwepo pale ulingoni, kulikuwa na ulingo kuzimu. Kwa sababu Biblia inasema Yesu alipigana hadharani, ni public. Alimwaibisha shetani mbele ya public, mbele ya umati wa watu. Tuko sawa? Watu gani? Angalia. Nimekusomea Petro anasema alivyoenda kuzimu kuna roho alizifuata. Kuna watu ambao waliasi zamani, wengine walikufa zamani, wengine walikuwa naamini zamani, wengine walikuwa kwenye imani ya shetani na watumikisha huko kuzimu. Anasema roho ambazo zilikuwa kifungoni. Yesu alipigana vita mbele ya wale watu, walikuwa naona. Majini walikuwa naona, mapepo walikuwa naona. Yaani ilikuwa ni vita ya wazi. Unajua hilo kitu? Kulikuwa na vita ya wazi kuzimu wakati Yesu, zile siku 3 ambao Yesu alikuwa amekufa. Lakini Biblia inasema Yesu akazishinda enzi na mamlaka, alafu akazishangilia, akaziaibisha hadharani, alafu akamfunga shetani. Ona, Yesu anamwambia Yohana mtume Yohana kitabu cha Ufunuo, anasema mimi nilikuwa nimekufa sani hai. Anasema nimeshika funguo za kuzimu na mauti. Haleluya. Ambazo alikuwa anamiliki shetani. Kwa Yesu alimpiga shetani hadharani, akamshinda hadharani, akamwaibisha hadharani mbele ya umati wa watu ambao walikufa zamani, walikuwa wametangulia zamani, wengine walikuwa wameasi kwenye wakati wa Nuhu, ameandika pale nimekusomea. Yesu akamwaibisha mbele yao, akamshinda Yesu mbele yao, mbele ya mapepo yake na mashetani yake. Alafu akamnyang'anya funguo za mauti ambazo alikuwa anatumia kupiga watu, funguo za kuzimu ambazo alikuwa anatumia kufungia watu kwenye kifungo. Come on. Alafu akamwaibisha hadharani. Baada ya hapo nikatokea Yesu akafufuka. Haleluya. Kablida baraba. Kuanzia pale ndipo sasa watu wakaanza kukimbia kwenda kwa Mungu, wanatoka kifungoni. Haleluya. Ndio maana utashangaa Biblia inasema siku Yesu alipokufa makaburi yalifumuka. Watu waliokufa zamani wakatoka. Hiyo ilikuwa ni live. Kwenye miji makaburi yalikuwa yanafumuka siku Yesu amekufa. Watu walikufa zamani wanatoka, maiti wanatoka, watu wazima wanatembea barabarani. Ulisoma? Kwa sababu nini? Yesu aliwanunua wale watu kwa damu. Come on. Na anasema kwa sisi tumemilikiwa kihalali na Bwana Yesu. Na tuna ushindi kihalali mbele ya Lucifer kwa sababu ya nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Thamani yangu mimi ni damu ya Yesu. Thamani yako ya maisha ni damu ya Yesu. Kwa hiyo ndo damu, ndo nguvu ambayo natakiwa kwenda nayo mbele ya shetani. Anapodai uhai wangu, anapodai furaha yangu, anapodai baraka zangu, anapodai uzima wangu, alete magonjwa, anapodai kunyima furaha, natakiwa niende mbele yake na damu. Haleluya. Namwambia shetani, unaikumbuka hii damu? Hii ndiyo damu iliyokupiga miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Hii ndiyo damu iliyonunua kwenye mikono yako, mimi sio mali yako tena. Huwezi kugusa uhai wangu, huwezi gusa watoto wangu, huwezi gusa familia yangu, huwezi gusa maisha yangu, huwezi gusa afya yangu, huwezi gusa furaha yangu, huwezi gusa uchumi wangu, huwezi gusa kazi yangu, huwezi gusa chochote ambacho ninacho. Hii ndiyo damu ambayo Yesu alikuja nayo, mkapigana vita, na kwa damu yake kushinda miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Na mimi nikaokolewa, nikanunuliwa kihalali. Mimi ni miliki, ni mali halali ya Mungu, na nimehamishwa kutoka kwako. Mimi sio wa kwako. Chezea wengine, sio mimi. Chezea wajinga wasiojua ya kwamba wamenunuliwa, sio mimi. Haleluya. Hebu sema kwa jina la Yesu, shetani nakuambia kuanzia leo, chezea watu wengine, sio mimi. Fuatilia wengine, sio mimi. Mimi najitambua, mimi najielewa, mimi ni mali halali ya Mungu. Nimenunuliwa kwa damu ya thamani kutoka kwenye mikono yako miaka mingi iliyopita.
hauwezi kunigusa tena. Siishi tena kwenye himaya yako. Biblia imesema nimehamishwa kutoka kwenye himaya yako, nimeingizwa kwenye himaya ya Yesu Kristo. Naishi katika ufalme wa Mungu, mahali ambapo huwezi kuingia. Haleluya! Mahali napoishi shetani huwezi ingia, mapepo huwezi ingia. Je, unaamini haya? Mpaka utakapoanza kuamini ndio itaanza kufanyika kwako, kwa sababu unaishi katika ufalme wa Mungu. Wow, umeelewa vizuri? Kuanzia leo tembea kwa ujasiri, ishi kwa ujasiri, vaa kwa ujasiri, lala kwa ujasiri, kula kwa ujasiri, omba kwa ujasiri. Wewe ni mali halali ya Mungu. Iko damu ya thamani ilitolewa, na kwa hiyo ukanunuliwa kihalali kutoka kwenye mikono ya Lusifa, na Lusifa kafungwa sikuguse tena. Wewe ni mtu unayeishi kwenye himaya ya Mungu, ukilindwa na falme za mbingu na mamlaka za mbinguni. You are heavily protected by the heavenly. Unalindwa na mamlaka za mbinguni, kwa sababu wewe ni mali halali ya Mungu. Nataka ujiseme hivyo kila siku, uamini hivyo. Nisikilize, itakuwa ni historia kuteswa na watu wa giza. Utaishi maisha ya ushindi kwa sababu ya kuamini katika nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Nifuatilie somo linalokuja, nitakufundisha upekee wa damu ya Yesu Kristo. Neema ya maisha yako. Ni Apostle Nelson. Usisahau kusubscribe hapo na kubonyeza alama ya kengele ili masomo yanapokuja uweze kufuatilia series hii. Achana na kufuatilia movies, sijui nini mnaziita, fuatilia series za masomo haya. Baada ya masomo haya mwezi wa 12, kuna mtu unanisikiliza na kunitazama, utaanza kutembea katika maisha makamilifu ya ushindi, na shetani hata kuchezea tena. Utaongea naye wazi. Sema hii hapa damu ambayo nilinunua, wewe na mamlaka kunigusa. Mungu akubariki sana, nikutakia wakati mzuri katika jina la Yesu aliye hai. Karibu ujiunge kwenye masomo yangu ambayo naendelesha kwenye magrupu yangu ya WhatsApp. Unaweza ukaniandikia hapo, nitakutumia link, jiunge katika magrupu ya WhatsApp. Uweze kupata masomo kila siku, fuatilia Facebook, masomo huko Instagram. Na Mungu wa mbingu na nchi kubariki sana, na shalom. Bariki sana.